Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni Januari 14 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka weledi majaji mahakimu, asihi uzalendo kuboresha maslahi yao, abariki muda wa kesi kupunguzwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Agiza viongozi watekeleze ahadi za kampeni. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha ikionyesha viongozi mbalimbali, mawaziri walioteuliwa wakiapa. Bigiro mawaziri wa bunge CCM mshiriki mikutano ya shina. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Makonda aanza na watendaji kuchapa kazi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wanafunzi wasafirishwa bure Kigamboni, MV kazi ya kwama. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, Jaji Masaju afichua vikwazo utoaji haki. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, pamoja na ukurasa wa 5, ndugu yake ikisema maisha yetu ni ya kujitenga na jamii, kiasi ambacho kupelekea msongo wa mawazo, sonona kwa kukosa mazingira bora ya kuishi na hali za kiuchumi kuwa duni. Jaji George Masaju, ndugu ya Rais Samia Suluhu Hassan, anasema huku mahabusu kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa. Sasa nini kimetokea mahakamani hadi mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka anasema sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu. Hii ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Gazeti hili limeandika matumaini bei ya diesel petrol. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Siri wanaume kuhusika na bakteria ukeni. Wakati tatizo la bakteria likiwasumbua wanawake wengi nchini, imebainika kuwa uwezekano mkubwa wa wanaume kubeba wadudu hao na kusababisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika kiapo, viongozi wateule wakiapa kiapo cha maadili baada ya kuapishwa Ikulu Chamwino mkoani Dodoma jana. Joyce Jamila, vinara kupinga ukeketaji nchini. Habari katika ukurasa wa 11. Katakata ya umeme inavyong'ata Unguja, wakati wa Zanzibari wakifurahia matunda ya miaka 62 ya mapinduzi kutokana na kasi ya maendeleo kwenye sekta mbalimbali. Eneo la nishati ya umeme bado halijakaa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6. Chauma wamekata pumzi au wanajipanga. Habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika Samia awasisitiza majaji mahakimu kutenda haki, awahimiza kuzingatia sheria na maadili bila hofu, upendeleo, uhuba wala chuki, kwani ndicho kiapo chao. Asema utawala wa sheria ni msingi wa maendeleo endelevu. Habari katika ukurasa wa 4. JKCI yahitaji bilioni 1.6 upasuaji watoto 420. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Waomba kujengewa jengo la mama na mtoto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Tume ya bonde la mto Nile yapokea mkurugenzi mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Shule zote 18,055 za msingi zipo tayari kupokea wanafunzi wa Profesa Shamdoe. Habari katika ukurasa wa 5. Serikali ikamilisha ukarabati kivuko cha MV Kazi. Habari katika ukurasa wa 2. Trump hawatoza ushuru wanaofanya biashara na Iran. Habari katika ukurasa wa 19. Matumizi holela ya P2
kwa vijana na athari kwa afya, habari katika ukurasa wa 10, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika mshtuko ni kuhusu vifo vinavyotokana na saratani ya kichwa na shingo nchini. Wataalamu wa Muhimbili waibua mzizi wa tatizo na kutoa suluhisho kwa umma, habari katika ukurasa wa 5. Ndugu anasema utafiti huo pia umebaini kuwa wagonjwa waliofika hospitalini wakiwa tayari katika hatua za juu za ugonjwa walikuwa na uwezekano mkubwa wa kuanza matibabu kulinganishwa na waliogundulika mapema. Internet yazimwa Uganda, habari katika ukurasa wa 19. Nukuu ya mkurugenzi mtendaji wa UCC Nyombi Tembo inasema hatua hii ni muhimu ili kudhibiti kuenea kwa kasi kwa taarifa za upotoshaji mtandaoni, udanganyifu wa uchaguzi, pamoja na kuzuia uchochezi na vurugu ambazo unaweza kuathiri usalama wa taifa wakati na kipindi cha uchaguzi. Ukosefu wa maji, samaki, chanzo cha mamba kuwa watu watatu, habari katika ukurasa wa 7. Serikali yashtukia kurudia yaliyosibu uwanja wa Benjamin Mkapa, habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia awaonya majaji kwa upindishaji haki kortini. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka majaji na mahakimu nchini kutenda haki kwa uadilifu, ujasiri, bila upendeleo wowote. Amesisitiza kuwa haki ndio nguzo kuu ya imani ya wananchi kwa muhimili wa mahakama na ustawi wa taifa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. ACT yavuta subira, CCM yajikagua usalama mashina, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 na ukurasa wa 17. Sababu za mabadiliko mawaziri za tajwa, habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Raia mwema muungwana ni kitendo ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika Majaliwa Dr. Mpango washtua, habari katika ukurasa wa 3. Wezi wa mtandao wa tikisa TAKUKURU BOT waingia kazini 9 kortini, wamo raia wa nje na wa Tanzania. Jaji mkuu ampa ujumbe mzito Samia, habari katika ukurasa wa 3. Rais ataka imani Makonda anza kwa kishindo, habari katika ukurasa wa 2. Museveni Bobi Wine hapatoshi, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo. Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele nisimamieni haki. Wito wa Rais Samia alipofungua mkutano wa chama cha mahakimu na majaji, asema mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo ya utawala bora. Pia wakumbusha jukumu la kulinda amani na utulivu nchini. Jaji mkuu Masaju atoa msisitizo kutocheleweshwa haki bila sababu za msingi, habari katika ukurasa wa 2. Wadaueleza Rais Dr. Mwinyi alivyotekeleza malengo ya mapinduzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Profesa Shemdoe awatega walimu wa shule nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Migiro aniko bora wa CCM kiongozi, naye wataka viongozi wa mashina kuzungumzia miradi ya maendeleo katika maeneo yao, habari katika ukurasa wa 6. Rais Dr. Samia awapa maagizo Makonda Katambi, habari katika ukurasa wa 3. Wanafunzi someni msikimbilie mapenzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Nishati joto ardhi kuzalisha megawati 300 za umeme, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika Dr. Mwinyi azindua rasmi viwanja vya michezo Gombani, habari katika ukurasa wa 2. Zanzibar kuandaa mkutano wa kikanda kujadili uvuvi, habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia mahakama isimamie haki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Watoto 36 wazaliwa mkesha wa mapinduzi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti
Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Simba yafuata striker Uganda, yapiga hodi kwa beki Singida. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wamechukua ise, Yanga yaanza mwaka na ubingwa, Manula ni yule yule. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Matokeo yake ni penalti 4 kwa Azam, wakati Yanga wakipata penalti 5. AFCON 2025 nusu finali ya wakubwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mtu ukuta BDL huyo hapa. Usikose simulizi ya Neha Kaka. Habari katika ukurasa wa 17. AFCON leo Jumatano ni Nigeria dhidi ya Morocco saa 5 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga yaanza mwaka na taji. Habari katika kurasa za ndani. Jux shinda tuzo Afrima, Rais Samia amtusha Makonda AFCON. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Yanga yamtambulisha Okello. Habari katika ukurasa wa 23. AFCON nusu finali ni Senegal dhidi ya Misri ni saa 2 kamili usiku. Nigeria dhidi ya Morocco saa 5 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Yanga Sports Club ya mtwa rasmi Alan Okello, yabeba ubingwa wa Mapinduzi kwa matuta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Simba Sports Club kufuata golikipa Nigeria. Habari katika ukurasa wa 23. Real Madrid yamtangaza kocha mpya. Habari katika ukurasa wa 21. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii, na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV.